amanu, ili apate kuwalipa ipasavyo wale ambao walioamini. Hawakubaki kutangaza tu tumeamini, waamilu salihati. Akusema waamilu saliha, kila siku tunakariri, katumia jamu waamilu salihati, na wakafanya kila mazuri mazuri. Na mazuri haya yamegawanyika, kuna salihati fi dunia na kuna salihati fil akhirah. Kuna mazuri kwenye maisha yetu ya dunia na kuna mazuri ni kwa ajili ya maisha yetu ya kesho. Allah atufikishe hapo. Mazuri katika maisha ya dunia, ukajitafutia riziki yako, ukajenga mahusiano mazuri na watu wako, ukawa sio mtata kwa watu wenzako. Haya ndiyo katika mazuri katika maisha yetu ya dunia. Lakini kuna mazuri unayafanya kwa ajili ya akhera, ndiyo hiyo kusali, kufunga, ibada hizi. Haya ni katika mazuri kwa ajili ya wapi? Ya akhera. Kwa usije ukakaa ukaifunga akili yako ukaamini mazuri yanayokusudiwa hapa ni yale ya kuswali na kufunga basi, ukaishi huwa thamini wenzio, huna heshima kwa watu wazima. Maki inawezekana ukawa hodari wa kuswali, hodari wa kufunga, lakini huwaheshimu waliokuzidi. Lakini wenzio wote unawaona hawana dini, dini unayo wewe peke yako. Kila kukicha wewe unapatia na wenzio wote wanafanyaje? Wanakosea. Hapana, mahusiano hayatakiwi hivyo. Fulani umemwalika aje katika ndoa ya mwanao ama ndoa yako, hajaje mikuwa sababu ya kununa. Jamani, tuchukuliane udhuru. Sisi ni binadamu, inawezekana mwenzio siku ile ya jambo, inawezekana alipitikiwa kasahau. Si mwanadamu? Wama summiya al-insanu insanan illa likathrati nisyani, isipokuwa kwa wingi wa kusahau. Ndio maana kaitwa insan. Inawezekana siku ya jambo lako kasahau. Siku ya jambo lako naye kashughulishwa, kapatwa na mtihani au we chukulia kwamba yule mwanadamu. Sasa tena mnanuniana kwa nini yakuja? Hapana. Hayo yote ni katika mazuri kwenye dunia yetu na yanatusogeza kwenye safari ya akhera. Salimia wenzio. Sio wewe tu watakausalimiwe wewe tukuuliza nani? Mimi ndo mwenyekiti wenu hapa, mimi ndo imamu wenu hapa. Wakusalimie na wewe pia kuwa hodari wafanya nini? Al-Imamu Jaafar al-Barzanji kwenye hadithi nyingi imetajwa. Mimi nampenda tu huyu mzee hata kama kuna watu wanamchukia. Al-Imamu Jaafar al-Barzanji anasema, wa kana sallallahu alayhi wa sallama yuqillu al-laghwa wa yabda'u man laqiyahu bis-salam wa yutilu as-salata wa yaqsuru al-khutba al-jumu'iyya. Alikuwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam yuqillu al-laghwa, anapunguza lahu. Kwa lugha nyingine unaweza kusema anapunguza maskhara. Inafika wakati unamtania mtu mpaka akili anahamanika, huyu utani ameamua kumtukana huyu, anakosa amani. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anapunguza. Leo utani wetu, mimi nakutania wewe, unakuwa mutaaddi, navuka na kwenda mpaka kwa wazazi wako. Kuna utani huo? Hakuna. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kana yuqillu al-laghwa, lakini wayabda man laqiyahu bi, alikuwa anapenda kuwawahi kila anaokutana nao kwa kuwasalimia, anawahi yeye, assalamu alaikum. Mtume anapenda kuwahi. Alafu tukienda kwenye ibada leo utamuona wayutilu salat, na hii kwa zama zao usilete leo hapa. Mtume alikuwa anapenda kurefusha sala, kusoma sura ndefu katika zile sura za sauti zile. Wa yaqsuru al-khutba al-jumu'iyya,
lakini aljuma khutba fupi. Yani khutba dakika 15 20 imezidi 25 ndio ndefu. Shekhe unasoma khutba baada ya dakika 40 50, shekhe unaomba mvua. Dakika zako 15 20 25 khutba imefanyaje? Meisha. Hapo ndio umepiga nyingi. Yani yule muumini anakusikiliza na akitoka awe ana uwezo wa kusema nini ulizungumza. Nilisema hapa mara moja, tunatoa khutba ya Ijumaa moja ina aya 7, ina hadithi 5, ina maneno ya wanawavyuoni 12. Shekhe, unataka kuwapa watu elimu uliosoma wewe miaka 6 yote uwapi kwa siku moja? Yani leo nimealikwa Bunjule, wakienda watanijua mimi nani. Uwe nini we? Toa ilmu kwa kiasi chako, nenda. Sisi huwa tunapenda kutaka kuua. Yani mtu akishamaliza kutoa khutba anaanza, niambie leo mwanangu, nimepiga kiume. Sema au umeua, kwa sababu si anakuona mpuuzi. Umeua. Yani si huwa tunataka sifa kwa watu badala ya kutaka sifa wapi? Kwa Allah. Nilisema mara moja, ni bora usijulikane duniani ukajulikana mbinguni, kulikoni ukataka kupambana wakujue watu alafu Allah sikujue. Ni khasara. Fanya kwa ajili ya Allah. Maneno ndio yale yale, kullillah wa ila Allah wa ma'a Allah tunsar bi nasrillah. Kuzalika yaho kullillah summa maza wa ila Allah summa le wa ma'a Allah. ايش الفائده؟ tunsar bi nasrillah. Wewe siku zote fanya kwa ajili lillah. Unachokifanya fanya kwa ajili ya nani? Ndio pale tuliposema Mayahudi hawakushindwa kuabudu. Kilichowasumbua wao ni ikhlasi. Kuabudu sio shida. Mayahudi na Manasara ni nini? Wama umiru illa liya'budu Allah. Shida ilikuwa nini? Mukhlisina lahu ddin. Hii ndio ilikuwa shida, kufanya ikhlas. Sasa kullillah, fanya kwa ajili ya Allah, kuwa kwa ajili ya Allah. Na Mtume kamaliza, man kana lillahi kana Allahu lahu. Yeyote atakayejitoa akawa yupo kwa ajili ya Allah, ajue na Allah naye atakuwa yupo kwa ajili yake. Wakati watu wanapambana na wewe usipambane nao, muache Mungu atapambana nao, atamalizana nao. Sawa sawa. Summa maza wa ila Allah. Mambo yako unayoyafanya fikiria kwamba wewe unasafiri unaenda wapi? Wakati wote jua unakwenda kwa Allah. Kila kukicha unanyanyua hatua unafata katika nini? Kaburi lako. Sasa ukiwa unafanya majungu, hasadi, kadhalika, mwanga, jua safari yako ila Allah. Unakwenda kwa Mungu, ndio unaondoka. Siku zako za kuishi zinakwisha. Na hayupo katika sisi anayejua ana miaka mingapi katika dunia. Wa ma Allah. Always maisha yako yakuwa na Mungu. Babdeo Miladu Online TV, pamoja nawe katika kheri.